Kwa upande wangu nilishtushwa na nafasi, ndio mshtuko wangu ndio uliokuwepo. Swala ni nafasi ya kwamba nimeaminiwa na Mheshimiwa Rais kuwa mkuu wa wilaya, lakini sikushtushwa na sehemu, kwa sababu licha ya kwamba ilikuwa sikuwahi kufika wilaya Ludewa kabla ya hapo, lakini mimi ni mtumishi, asili yangu ni mtumishi wa umma, ni mtumishi wa serikali, na utumishi wa umma ni umisionari. Unaona, unapokuwa mtumishi wa umma ni misionari, kwa hiyo inakuwa popote pale unapopangwa kwenda kuihubiri Injili ni lazima uende. Kwa hiyo sikushtushwa na sehemu, nilishtushwa na nafasi, kwa sababu sikutegemea, sikufikiria kwamba nitaaminiwa na Mheshimiwa Rais kupata nafasi kama namna hiyo. Na kama ukiangalia, nimetoka kwenye familia ambayo haina historia ya kwamba kuna viongozi wote ambao walishawahi kupatikana. Kwa hiyo kwangu mimi ilinishtua nafasi, sio sehemu. Unajua, mimi ni muumini sana wa ule msemo wa stawi ulipopandwa. Kwa hiyo fikra zangu nyingi sana bado zilikuwa ya kwamba ninawaza sana kuhusu ile nafasi ambayo kwa wakati huo niko ya katibu tawala wa wilaya ya Mafia. Kwa hiyo sikuliwaza sana kwamba kuna uwezekano hayo yanaweza yakatokea. Kiukweli sikufikiria, kama ambavyo sikufikiria nafasi ya kuwa katibu tawala wa wilaya, na ndivyo ambavyo sikufikiria nafasi ya ukuu wa wilaya, kama ambavyo sasa hivi sifikirii kitu kingine mbele zaidi. Ninawaza haya majukumu nilionayo sasa hivi. Sisi wote ni Watanzania. Mimi niliyeteuliwa ni Mtanzania, ninayeongoza ni Watanzania. Tunatofautiana tabia kwa maeneo madogo sana kutokana na utofauti wa kabila, lakini vitu ambavyo mimi nilianza navyo, kwanza, kitu cha kwanza, malengo yangu makuu ilikuwa ni kuhakikisha kwamba uzalishaji unaongezeka kwa kiwango kikubwa kwenye kila kitu, na tukaweka mpango wa miaka mitatu tangu nilipofika ya kwamba kwenye upande wa mazao, kwenye kila zao ni lazima uzalishaji uende mara mbili. Kwa uende mara mbili zaidi ya pale nilipowakuta. Hayo ndiyo yaliyokuwa malengo yangu, na pia ilikuwa ni kuongeza mapato kutoka kiwango tulichopo tuende mbali zaidi, kwa sababu nilikuta halmashauri mapato ya wilaya yalikuwa yako chini, lakini ili mapato hayo tuendelee na ile consistency, ilikuwa ni lazima tuongeze kiwango cha uzalishaji. Yes. Changamoto ya masoko hakuna. Hatuna changamoto ya masoko, kwa sababu bado watu wana uhitaji wa bidhaa ambazo tulizo nazo, hasa bidhaa hizi za kilimo zina uhitaji mkubwa sana. Kwa hiyo kwenye swala la soko wala hakuna changamoto. Hatuna changamoto ya upande wa masoko. Kama mfano shamba la zao la chai, wakulima walio wengi wako kwenye mkataba na NOST, lakini pia kiwanda cha Kabambe kinanunua chai kutoka kwenye wilaya ya Ludewa. Kwa hiyo changamoto upande wa soko wa zao la chai kwa upande wa wilaya ya Ludewa haipo. Ndio maana hata kama kuna migogoro ambayo yawezekana huwa inasikika kuhusiana na zao la chai, lakini wilaya ya Ludewa haigusi sana. Kwenye vikundi kuna block farm ambazo zipo, na kama haya mashamba unayoshuhudia haya pia ni haya mashamba ni ya kampuni, kama hili shamba la hapa Madope. Lakini ukienda kwa upande huko nyuma, huu mlima, kuna mashamba ambayo yako kwenye vikundi. Hapa tumefika kwenye shamba la chai. Kwa hiyo naomba tuanze kushuhudia mazuri ambayo yako wilaya.